Dar es Salaam, katika mkutano wa 7 wa mafundi sanifu. Mkutano ulioandaliwa na bodi ya usajili wa wahandisi ERB kwa miaka 7 mfululizo tangu mwaka 2018. Mkutano huu unafanyika ikiwa ni sherehe maalum ya kila mwaka kwa wataalamu hawa kukutana, kubadilishana uzoefu pamoja na kunoa taaluma yao kupitia mafunzo mbalimbali. Msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi Mhandisi Bernard Kavisha anasema kwa miaka yote 7 ya maadhimisho tija inaonekana. This is special for them kusikiliza sauti zao, lakini katika kuimprove taaluma. Na kila wakati tukikaa hii tunatoka na jambo. Hata haya mambo ya kuja utumishi ni mambo ya mwaka jana. Mwaka jana alizungumza mambo ya utumishi, kwa sababu yasomea mambo hayo tukasema mwaka huu tutawaita. Mwakani tutaongea habari za certification, kuzitambua rasmi. Tutaongea kuhusu apprenticeship ya technicians, kwa sababu kila mkizungumza mnatufikirisha. Tunashukuru kwa hilo. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya ERB mhandisi na wakili msomi Menye Manga ametoa rai kwa mafundi sanifu kujinoa kila wakati ili kuweza kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia. Sasa hivi wanasema my pilot na madereva kwa miaka inayokuja hawatakuwa na kazi. Utakuwa unaingia kwenye ndege haina pilot inakupeleka, unafika unaingia kwenye gari inakupeleka unapokwenda haina dereva. Kwa hiyo madereva na mapilot lazima waanze kujipanga sasa. Hiyo ni teknolojia, ukubali usikubali itatokea. Basi na katika kuhasa wa mafundi sanifu jana nao tukawaambia kwamba tujipange, kwamba teknolojia inaenda ikibadilika, kwamba your relevance itategemea umekuwa mwepesi kiasi gani kubadilika na teknolojia. Viongozi waliohudhuria katika mkutano huo wametumia fursa hiyo kueleza umuhimu wa mafundi sanifu katika maendeleo ya taifa. Tuna wajibu mkubwa wa kuangalia tunafanyaje ili miradi ambayo hakuna mradi mdogo kwa fundi sanifu. Mimi nina zahanati nimeikuta kule Misumi, Mheshimiwa Waziri. Mwezi Februari wamepeleka shilingi milioni 150 kujenga jengo moja zahanati na vyoo 6. Kwa hiyo tunataka kuniambia hapa hakuna fundi sanifu anaweza kusimamia mradi wa milioni 150? Lakini atapewa tu mtu anasema ni loko fundi na nini. Sasa nyingine ukuta pengine ni maengineer kabisa na qualification, wana mradi mkubwa kama huu. Anamtuma mtu anaenda anabidi, anapata, yeye hata hicho kimilioni 150 na chenyewe anakula. Alafu tunakuwa tuna vijana hapa wanaendelea kupiga mark time na mabuti yao huko mtaani, hawafanyi kazi. Hawa mafundi sanifu sisi ni maengineer. Lakini naweza nikasema taifa linawategemea sana. Ni watu muhimu sana. Bila mafundi sanifu hatuwezi kufanya kazi. Nimetoka kufanya presentation hapa, ninazungumzia spanner deal na spanner boy. Sisi tunafanya zile soft, lakini tunawategemea sana katika kwenda ile blueprint ambayo inakuwa designed na engineers. Tunawategemea sana mafundi sanifu kwenda kuimplement zile drawings na akili ambazo zimetumika on the ground. Kwa hiyo mimi niseme ni kada muhimu sana. Taifa linawategemea na niwapongeze sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya na mnaendelea kuifanya, na niendelee kuwatia moyo muendelee kuwa vinara katika kuhakikisha taifa letu linasonga mbele katika kila kada. Katika mkutano huu pia zaidi ya wahandisi mahiri 80 wamekula kiapo. Utoaji wa kiapo uliongozwa na wakili msomi kutoka ERB Messi Jilala. Wamepitishwa na bodi kama wahandisi mahiri na wamepitia kanuni zote za kukaguliwa na kujihakikishia kwamba sasa wako tayari kuingia kazini na kuweza kufanya kazi za kihandisi kama sheria inavyowataka. Kabla hawajaanza kazi hizo waweze kuwapa kiapo cha maadili. Baadaye mgeni rasmi ambaye ni Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega alipata fursa ya kuzindua tovuti ya shule ya uhandisi mahiri na uongozi SOPE iliyopo mkoani Morogoro, pamoja na televisheni mtandao ya ERB, yaani Muhandisi CT. Ikafuata hotuba ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ambaye amesema Wizara ya Ujenzi ipo katika mchakato wa kuboresha muundo wa utumishi kwa mafundi sanifu ili kuleta uwiano wa kimaslahi katika utumishi wa umma baina yao na wahandisi. Lazima kada ya mafundi sanifu iendelee kutambuliwa, iheshimiwe
na ipate haki inayostahiki. Ninawahakikishia kuwa tutaendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi kuhakikisha maboresho haya yanakamilika kwa maslahi ya pamoja. Kwa hivyo wizara kwa kushirikiana na ERB na AQRB na wadau wengine imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Kauli mbiu ya mkutano huu kwa mwaka huu ni muundo wa utumishi kwa kada ya mafundi sanifu katika utumishi wa umma na sekta binafsi, ambapo wataalamu kutoka Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma walipata fursa ya kutoa elimu kwa washiriki kupitia kliniki maalumu iliyolenga kutoa elimu pamoja na utatuzi wa changamoto kwa washiriki wa mkutano huo. Kila wakati tukikaa hii tunatoka na jambo. Hata haya mambo ya kuja utumishi ni mambo ya mwaka jana. Mwaka jana alizungumza mambo ya utumishi, kwa sababu yasomea mambo hayo tukasema mwaka huu tutawaita. Mwakani tutaongea habari za certification, kuzitambua sasa rasmi. Tutaongea kuhusu apprenticeship ya technicians, kwa sababu kila mkizungumza mnatufikirisha. Baadaye mkutano huo ulihitimishwa na naibu katibu mkuu kutoka Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma, Zebia Daudi. Naomba niwahakikishie kuwa serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia falsafa zake 4, yani hasa ile R1 ya reform, ina nia thabiti ya kuboresha utumishi wa umma na maslahi ya watumishi wake, ikiwa na lengo la kuweka mazingira bora na wezeshi katika kutekeleza majukumu na miradi mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Ndugu washiriki, kupitia hadhara hii nisisitize kuhusu umuhimu wa kuheshimu maadili ya kitaaluma na wajibu wa kitaaluma katika utekelezaji wa majukumu yenu. Mafundi sanifu ni wasimamizi wa usalama wa umma na rasilimali za kitaifa. Pia mna wajibu wa kuzingatia viwango vya uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa jamii. Pamoja na uwepo wa maadili haya ya kitaaluma kwa watumishi wa umma, lakini mnapaswa pia kuzingatia maadili ya utumishi wa umma kwa jumla. Baada ya mkutano huo uliohudhuriwa na mafundi sanifu zaidi ya 800 kutoka sehemu mbalimbali nchini, ikafuata safari ya kuelekea katika Hifadhi ya Taifa ya Mikumi iliyopo mkoani Morogoro, ambapo msimu huu ilikuwa ni zamu ya mafundi sanifu kushuhudia kazi nzuri ya kihandisi iliyofanyika katika ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa ya SGR. Tunakwenda zetu huko kutembelea mambo ya SGR na Mikumi, kuangalia uwekezaji wa serikali, kwa sababu SGR yenyewe pia ni burudani. Yani kabla hujafika Mikumi unaanza kuburudika na uwekezaji wa serikali. Watu watakaopata kwenda kwenye SGR, nendeni, mkimaliza hapo mwende kule Mikumi mkaenjoy, kaone utajiri tulionao katika nchi yetu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Safari hii ilianzia katika stesheni ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Kwa hakika inapendeza kwa hiki kilichofanyika hapa. Miundombinu inasadifu utimamu katika usimamizi wa kazi za kihandisi hapa nchini. Majengo, miundombinu ya umeme, reli ya kisasa na treni yenyewe ni ishara kwamba kazi imesimamiwa vema, ikafanyika vema na kuleta tija iliyokusudiwa na serikali tangu hapo awali. Sio lazima essa peixe. Baadaye tuliwasili katika stesheni ya SGR ya Jakaya Kikwete mkoani Morogoro. Agote anataka kwenye train, tafadhali hakikisha kwa mchukua mzigo wako yote. Hapa ndipo ilipokuwa mwisho wa safari ya kuja hapa mkoani Morogoro
kwa ajili ya kuanza safari kwenda katika hifadhi ya taifa Mikumi. Baada ya kufika hapa, wote walipokelewa na kuwa tayari kwa ajili ya kusafiri na magari ya kitalii kwa takribani kilomita 120 hadi katika hifadhi ya taifa Mikumi. Kuna highway ndefu ambayo ipo mbele yetu. Tuna matumaini tutafika salama. Tumwombe Mwenyezi Mungu tukeni salama. Ndani ya hifadhi, mafundi sanifu hawa walishuhudia vivutio mbalimbali ikiwemo mandhari tulivu ya Mikumi na wanyama mbalimbali. Toa Lucia Makinda, Isaripo Ujezi, toka Wizara ya Maji Dodoma. Tumekuja kutembelea mbuga ya Mikumi ikiwa ni sehemu ya kongamano letu la mafundi sanifu la 7 lilofanyika Dar es Salaam. Hii safari tumefurahia kwa sababu tumeweza kusafiri kwa SGR ambao kwa sasa umerahisisha njia ya mawasiliano kutoka Dar es Salaam, Morogoro hadi Dodoma. Tunashukuru ERB kwa kuweza kuratibu zoezi hili. Kwa wale tulioshiriki tumefurahi sana. Tumetoka Dar es Salaam saa 2 tukiwa katika treni ya SGR, lakini muda wa saa 3 na dakika 20 tulikuwa tumeshafika Morogoro. Kwa hiyo imeweza kurahisisha usafiri, tumia muda mfupi kuweza kufika mjini Morogoro, na tumeweza kufika ndani ya siku hiyo hiyo, tumeweza kufika hifadhini na kufanya utalii. Ndani ya dakika saa 1 na dakika 40 tulikuwa tumefika Morogoro. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa ambao unapunguza kutembea kwa muda mrefu kwa mfano unapokuwa kwenye basi. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB iliandaa safari hii mahususi kwa lengo la kuunga mkono treni ya SGR ambayo ni alama kubwa ya kazi za kihandisi zinazofanywa hapa nchini, lakini pia ikiwa ni kutoa fursa kwa mafundi sanifu kufanya utalii wa ndani. Nimefurahi kuungana au kuwa miongoni mwa ili tukio ambalo limeandaliwa na ERB. Nimefurahi sana kwa kweli, wameweza kututembeza mbuga za wanyama, tumeweza kufanya utalii wa ndani. Kwa kweli mazingira ni mazuri sana. Mazingira ni mazuri sana. Tunawapongeza kwa kazi yenu njema. Tunawapongeza kwa ajili ya kuweza kuratibu zoezi zima. Tumeweza kutembelea miundombinu. Tumeweza kutumia fursa hii kuangalia Tanzania jinsi ilivyo. Maana wengi wetu najua hatujawahi kufika, ila tumepata chance kwa kupitia uratibu aliofanya ERB hadi sisi wengine ambao hatukuwahi kufika tumeweza kupata fursa hiyo. Naona hii package ya kuja kufanya kama excursion inatuweka karibu zaidi, na pia tunakaribisha watu wengine kuja kujumuika kwa miaka inayokuja. Mafundi sanifu wanasema hiki kilichofanyika na bodi ya usajili wa wahandisi ERB kwa mwaka huu imeacha alama katika mkutano wao. Jambo zuri ile ambalo wamelifanya, na tunaona watu wengine pia wapende kuja kujifunza na kutembelea hifadhi zetu. Pia ni namna ambavyo tutakuwa tunaziunga jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye alianzisha safari hizi za kutembelea vivutio vyetu. Kwa hiyo katika kazi zetu tunazofanya tunakuwa busy, lakini katika kufanya refreshment katika mbuga inatusaidia sisi kurefresh mind na kupata akili mpya katika sehemu mbalimbali katika kazi zetu za kiuhandisi. Afisa uhusiano kutoka bodi ya usajili wa wahandisi Mariane Mgombele anasema mwisho wa safari hii ni utayari wa safari nyingine kubwa itakaofanyika mwezi Septemba mwaka huu katika mkutano wa mwaka wa wahandisi. Tunaleta mafundi sanifu ambao wamehudhuria mkutano wao wa siku 2 tarehe 21 na tarehe 22 pale Dar es Salaam. Safari hii ni ujumbe kuelekea mkutano wetu wa mwezi wa 9 wa wahandisi, yani Annual Engineers Day, ambao tunatarajia kuleta wahandisi zaidi ya 200 ili waje kutembelea, lakini pia kutangaza shughuli za kihandisi zinazofanyika nchini kwa kupitia mradi wa SGR. Baada ya kutalii kwa siku nzima, hatimaye safari ya kurudi jijini Dar es Salaam na Dodoma ilianzia katika stesheni ya Jakaya Kikwete kwa kutumia treni ile ile ya SGR. Mimi ni James Lerombo.